Mimi naona mafuta hata kuna uwezekano hata ya kupanda hata zaidi. Kwa majina naitwa Joseph Karuri Waitito. Sisi tulikuwa hapa Tao kwa hii maandamano, venye maandamano kunasemekana kuna maandamano, lakini maandamano yalikuwa ya watu wa gari na watu wa mapikipiki, yani mtu yeyote mwenye anatumia mafuta. Lakini venye maandamano ilikuwa hapa Nakuru, haikuwa ya watu wa kawaida, juu ilikuja ikaleta mambo ambayo haieleweki. Juu watu wenye waliingilia kwa maandamano sio wale wenye walikuwa kwa maandamano. Kitu ya kwanza, hakukuwa na magari, watu wenye walikuwa nafaa kuandamana hawakuwa kwa maandamano, na kama walikuwa kwa maandamano wameweka magari zao kwa manyumba. Sasa hapa Nakuru tumeshikua kuzuri, isipokuwa mmoja wetu tena hapa amegongwa na gari. Sio risasi imemgonga, si askari alimgonga na risasi. Aligongwa na gari. Gari ilikuwa ya polisi, inafurusha watu ikiteremuka. Nao watu wanakimbia wakipotea. Vile walivyokuwa wanapotea, huyu jamaa akavuka barabara kwenye gari iko, akagongwa na gari ya polisi. Sio polisi alimgonga na risasi, ni gari ilimgonga. So mambo na maandamano yalileta shida hapa Nakuru kwa njia hiyo, na kule kwingine kwenye kumeenda huko sijui, lakini yenye ni hapa Nakuru hivyo ndivyo ilikuwa na hivyo ndivyo iko. Sisi tuko hapa town, saizi kumetulia, tunaona tu magari za polisi venye zinatembea tu huko, lakini hakuna na maneno, maduka zimefungwa. Sisi tuko tu Tao tu tunagoja tuone wateja wetu wenye tutapata tubebe tuelekeze. Na licha na kuwa na hali ilivyokuwa na maandamano yalivyofanyika, tukiangalia tunaona yamefanyika kote nchini Kenya. Wito wako wewe kama mtu ambaye unatumia bodaboda, wito wako kwa serikali ni vyote inavyoweza iweze kupunguza mafuta, kwa sababu mafuta ni kitu inachukua uzito mgumu sana kwa maisha ya binadamu. So ili tuweze kusaidiana, naomba tu serikali tupunguzie tu mafuta kidogo, ili hata sisi, hata kama maisha ni ngumu, tuweze hata kusaidiana sisi kwa sisi. Juu customer akikuja aniambia kwa na 200 na nataka nimpeleke Naka, mafuta haiko imeongeza, tukimpeleka Naka na 200. So saa hizi ameniambia kwa na 200, nitashindwa kumpeleka. Lakini sasa juu ni customer yangu na ni mtu nakulaga kwake kila wakati na nipeleka kazi kila wakati, itanibidi tu hata mimi niumie kidogo. Nikienda kuumia na hata na yeye ananisikilia huruma. Sasa hiyo hata serikali sasa itusaidie hata sisi wenyewe ili tuweze kujali kila mtu mwenzake. Kila mtu aweze kujali mwenzake. Je, una imani kwamba serikali itasikiza malilio yako? Kulingana na serikali yenye tuko nayo saa hizi na mambo yenye iko na venye kuko na maisha venye iko, sioni pahali penye tunasikika. Mimi naona mafuta hata kuna uwezekano hata ya kupanda hata zaidi. Ningeomba Mungu awe mbele yetu. Sikia rais wetu mtu anajua Mungu. Namuona kwa church, namusikizaga, nasikia venye anaongeaga. So naomba tu ashikwe na hiyo nini ya umungu, atupunguzie tu mafuta ili tuweze kurudi chini, maisha yetu irudi sawa, tuone at least. Unajua kuna mambo mengine hawezi fanya bila pesa. So pesa lazima hata yeye atafute na njia zake. Kama venye mimi natafuta pesa na njia zangu ili nimudu familia yangu, hata yeye lazima atafute pesa na njia zake ili aweze kumudu nchi yake. Yeye ndio kiongozi. Lakini sisi kwanza atusikilie huruma, atuangalie vizuri na angalie mwananchi wa kawaida vizuri. Hata ingawa sina na matumaini ati mafuta itaanguka, my friend. Kenya hii mimi nakuambia, naona mafuta ikipanda hata zaidi hapo. Kitu ya kwanza alituenjoy, nilisikia alisema tunatumia mafuta ya taa watu wa pikipiki. So akasema hatatuguza sisi. Nikasikia mafuta venye imepanda, kuna barabara zinajengwa. Hizi barabara ni pesa. So tusiongee zaidi juu mimi si mwanasiasa, lakini Mungu tu atusaidie sisi kama Wakenya. Mungu tu atusaidie.
Sikina kaza sana. Ndio inakuja. Ndio inakuja. Hai, ona. Ndio ipiki. Wewe bebe hapa. Beba utangazi. Beba huyu. Sio ya sangaji. Adra kora.